mengi na ina maana ya kutosha. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kwa hiyo kwako wewe utakapojua Pasaka ni nini, utakuwa katika upande wa kusaidika. Manake kuna sikukuu nyingi, Christmas ikiwa moja wapo. Lakini hiyo Christmas huwa haina maana kubwa sana. Manake kuzaliwa kwa Yesu Kristo ni kuzuri, lakini mwisho wa jambo huwa ndiye mzuri. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Huyu Yesu ambaye tunasherehekea Pasaka yake alikumbana na shida kama vile wewe unakumbana na shida. Na ilikuwa ni siku kama ya Wednesday, wasaliti ama msaliti akawa anaona kama amefaulu. Hiyo siku ya Wednesday haikuwa ni siku nzuri kwa Yesu. Na wakati naposema mara nyingi sijui unapitia nini, ninapitia nini, tunapitia nini. Kama kuna wakati utasaidika na nitasaidika, ni wakati utaanza kuelewa pole. Ni wakati utaanza kuangalia kalenda yako na ujue kuna Jumatatu, kuna Jumanne na kuna Jumatano, yaani Wednesday. Yale mambo ilimkumba Yesu hapo Wednesday hayakuwa mambo ya kawaida. Maana Yesu alikuwanga katika hekalu akifundisha na hawakuweza kumshika pale hekaluni. Lakini Yuda alipojaliwa na akapewa mbinu na shetani na akaambia maadui wa Yesu, yule nitakaye kwenda kumbuzu, huyo ndiye, wekeni mikono yenu juu yake na mtende vile inavyokaa. Na kwa kweli Yesu akiisha jua akaelewa Yuda hii busu ina unafiki ndani. Akamuuliza, mbona wewe unamuuza mwana wa Mungu kwa busu? Lakini sasa watu maana walikuwa wanangojea hiyo siku, Yesu hakuwa na jambo lingine liwalo lolote. Hapo akakamatwa na masaa ilikuwa inaenda. Usiku wakangojea siku ya Alhamisi kama jana. Hiyo siku ya Alhamisi ni kama vile unasikia kuna taharuki. Amewezwa, alifua Lazaro, alikuwa mtoto wa Yairo, alilisha watu wengi, lakini sasa mambo yake imekwisha. Na kesi sasa ikaletwa. Na mambo mengi kama yale unayepitia na yale unayepitia ikazungumzwa juu yake, na mambo mengi ikazungumzwa, lakini Yesu asifungue kinywa chake. Na kukawa kuna matatizo na kuna taharuki kubwa siku hiyo. Na Biblia inasema siku hiyo Yesu alipokamatwa na akaletwa asubuhi hiyo mbele ya Pilato na mbele ya maadui wake, Biblia inasema wale wanafunzi wake wote waliingia mitini. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hata yule alikuwa anampenda, alikuwa anamfuata kwa mbali, ndio huyo amepita kona na kuja, alimfuata kwa mbali. Yesu akabakia peke yake. Kile chochote kile unachopitia, ukweli wa mambo ninakutia moyo, nikwambie Pasaka inatufundisha kujua tunapitia mambo mengi, shida nyingi, makombora mengi, maradhi na magonjwa ya kila namna. Lakini najua hayo yote yatulete tuje kufukia ushindi wa ajabu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu, tunasema ni asante. Umetulinda, umetuhifadhi na umetukinga na mambo mengi. Mwaka uliopita wa 2020 tulikuwa hapa na tulikuwa hai na tuliona Pasaka. Na huu ni mwaka mwingine wa 2021 na hii ni Pasaka ingine ambayo umetujalia kuiona. Neno lako tayari limefunguliwa mbele ya macho ya kila mmoja. Ninaomba tunapolisoma neno hili lisiwe ni la kawaida, lakini likaleta ufahamu na ufasaha mwingi na wingi wa kuelewa neno hili na kupata kujua jana Yesu aliyepitia haikuwa ni kwa ajili yako, mbali ilikuwa ni kwa ajili yetu. Tusaidie kwa muda mfupi tunapokwenda kujadili neno hili na kulinena. Bwana, tukanena katika roho na kila mmoja akalipokea katika roho. Ni kwa Yesu tumeomba na kuamini. Nasema namna hii. Hapo ilipokuwa yapata saa 6 kukawa giza
juu ya inji yote hata saa kenda. 45. Jua limepungua nuru yake, pasia la hekalu likapasuka katikati. Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hebu fikiria hayo mambo yote iliyoendelea, na tunaishi nyakati hizi. Yesu ametusaidia, tunakwazwa, tunasameheana, tunafanya mambo, tunasameheana. Lakini kesi ya Yesu ilifanywa na ikakatwa, na ikawa sasa ni lazima Yesu aende msalabani. Na Biblia inasema hapo ilipofika saa sita kamili, giza likatanda. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ukisoma Biblia utakuta kwa Biblia inasema, this was the time that Jesus bore the penalty of sin of all mankind and for all times. Yani huu ulikuwa ni wakati Yesu alikaa na akaumia, akibeba dhambi zako, akibeba dhambi zangu, akibeba magonjwa yako, akibeba udhaifu wako, akibeba unyonge wako, akibeba yani vita vyote. Hivyo vitu vyote Yesu alibeba, na huo ulikuwa ni mzigo ambaye ulikuwa ni mzito mno, na ulikuwa ni kwa sababu ya ukombozi wetu, uponyaji wetu, na kuwekwa huru kwetu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na unakuta kwamba hiyo giza ilikuwa ni nene na ni nzito kiwango cha kwamba that it blotted the sun, na ile mwangaza wake ukawa blotted, na watu kwa macho yao wakashuhudia na wakasema kwa kweli kumekuwa ni giza. Kitu ambacho sasa, kama kwa mfano hivi tunaelekea saa 5, yani kuwa kuna giza, lakini ukiangalia saa yako ni saa 5. Hiwe hata sasa ni kama unaenda ukipapasa na ukiangalia ni giza, na ukichukua tochi inakusaidia na bado ni mchana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Giza hiyo ilikuwa ni giza kubwa, na giza hiyo ndiye ilikuwa giza inabeba watu, na ndiye giza inabeba watu hata sasa, na watu wanabeba na mambo mengi, maana Yesu amekuja na tayari watu hawamuoni. Jina la Bwana libarikiwe sana. Verse 45 means that the darkness was so deep that it literally blotted the light of the sun. What Jesus experienced, then kile Yesu alikuwa anapitia, kile sasa alikuwa anapitia wakati huu, maana kila mtu yeye ni kama amemwacha, na hakuna mtu anamuombea. Kama vile naweza kupigia simu na kusema ninasikia niko na homa, ninasikia kubanwa kifua, kama naweza kupigia simu na kumwambia simama nami katika maombi, niombee, maana ninapitia niko katika mateso haya Yesu alikuwa anapitia. Na ninaamini hakuna mahali ambapo Biblia inanakili wale watumishi wake na wale wanafunzi wake wote, hakuna mmoja alienda kwa magoti na kusema hata Mungu amsaidie, maana walikuwa hawana ufahamu huo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Yani kile Yesu alikuwa anapitia, what he experienced during these 3 hours period, no one will ever know. Labda tukifika mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Yani kile Yesu alikuwa anapitia haya masaa 3, unadungwa na msumari ama na mwiba leo, na mwiba unaenda unaota usaa, na pale panakuwa na uchungu, mpaka hata wewe unageuza kutembea. Ukijaribu kutembea unasikia akili yako inakueleza kwamba unatembeanga namna hii, lakini kwa sababu kumeingia kitu ndani ya kisigino chako, inabidi sasa unaanza kutembea namna hii, na ukiuliza umefanya nini? Nimetenguka mguu. Yani kile Yesu alikuwa anapitia haya masaa 3 mpaka sasa hatujafunuliwa, na hakuna mwanadamu aliyeweza kujua, na hakuna mwanadamu ambaye amefunuliwa kile Yesu alikuwa amepitia. Jina la Bwana libarikiwe sana.
probably referred to the time he approximately died. That was 3 p.m. Manake hiyo kitu iliendelea, na inapoendelea manake tunaambiwa kutoka saa 6 mchana mpaka saa 9. Hapo ndipo tunaambiwa Yesu akalia kwa sauti kubwa. Na ninaamini mtu ambaye sasa ameteswa, amepigwa, labda ni mwizi, akakanyangwa mpaka akapasuliwa kichwa, ya hakuna vile anaweza kulia kwa sauti kubwa na akasema maneno ikasikika. Lakini Biblia inasema Yesu maumivu yote haikuweza kumzuia kupaasa sauti yake. Maana wakati mwingine mtu akipigwa, akiumizwa, akikanyangwa, inafika mpaka hata ukiitwa hauwezi kuitika. Lakini Biblia inasema Yesu akapiga kelele na akalia kwa sauti kubwa. Na alipolia kwa sauti kubwa, Biblia inasema wazi, ili mimi na wewe tukapate kuelewa ukweli wa mambo kwamba Yesu hakufa kwa yale maumivu. Yesu hakufa kwa sababu yeye alikuwa amewezwa wala alikuwa ameshindwa. Maana 45 inasema jua lilifungua nuru yake, pasia la hekalu likapasuka katikati. 46 Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yako. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sikia huyu mtu, maana amejuana na Baba na yale yote amepitia, akili yake haijaweza kupotoka na hajaweza kupotelewa na lugha ya mbinguni. Lakini Yesu hapa Biblia inasema alipolia kwa sauti, Biblia inasema hapa alisema Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sikia hiyo lugha. Tunapitia matatizo, unapitia shida, tunapitia upungufu wa pesa, tunapitia magonjwa, tunapitia matusi, tunapitia watu kuturoga ovyo ovyo, tunapitia wakati wa kurushiwa makombora ya kila namna. Lakini sasa hebu yale Yesu aliyekuwa anapitia kutoka Wednesday, ndiye hiyo Wednesday yote usiku wote akawa katika hali ya taharuki. Asubuhi ni kwamba anasukuma mbele ya maadui wake ili ahukumiwe. Na wakati kama huo, hakika Yesu anaulizwa maswali, wewe ndiwe Kristo? Na Yesu anasema wewe umesema. Kwa tafsiri nyingine Yesu alikuwa anasema I am. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo kama sasa Yesu angekuwa amepigwa na watu na wao wenyewe ndio wangekuwa wamemuua, Yesu angekuwa na lugha hii ambayo mstari huu wa 26. Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Alipokwisha kusema hayo, alikata roho. Jina la Bwana libarikiwe sana. Yule akida alipoona yaliyotukia, alimtukuza Mungu akisema, hakika yake mtu huyu alikuwa mwenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hebu fikiria, huyu akida hajaambiwa Yesu ni mwenye haki, na Yesu hajamwambia mimi ni mwenye haki. Lakini kulingana ile message iliingia ndani ya huyo askari, yeye alikuwa anasema hakika huyu alikuwa ni mwenye haki. Katika yale mambo tunayopitia, katika zile shida tunayopitia, na katika yale matatizo tunayopitia, je, tunaweza kusema katika shida yangu, Mungu, bado ninajiweka mikononi mwako, nikijua utanisaidia, nikijua utaniponya, nikijua utaniokoa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ama tukaa katika hali ya kunungunika, ama tukaa katika hali ya kujihurumia, maana hata tukijihurumia, huruma zetu haziwezi kutufikisha mahala popote pale. Asifiwe mwana wa Mungu. So
katika haya masaa yote Yesu alipokuwa pale msalabani na alipokuwa sasa akilia kwa sauti hiyo ili afe, Biblia inasema pasia kama hii ilipasuka kutoka juu mpaka chini. Pale mahala Mungu alikuwa anaishi pale ndani, yaani pakawa wazi, na ikawa mtu sasa anaweza kuona pale mahali palikuwa panaitwa Holy of Holies. Yaani njia hiyo ikawa ni njia wazi, kwa sababu ilipopasuka ina maana Mungu akiwa mbinguni alifanya kitu chake namna hii, amekubaliana na dhabihu hiyo. Hii sadaka nimekubaliana nao, hii sadaka nimekubaliana nao. Kwa hiyo mwanadamu katika pembe zote za dunia amepata njia ya kuweza kunifikia, na amepata njia ya kuweza kukombolewa na hata kuweza kupona. Bwana Yesu asifiwe sana. So katika hayo masaa, wakati pasia lilipopasuka na pale panapoitwa Holy of Holies, patakatifu pa watakatifu, Biblia inasema hapo ndipo Mungu alikuwa anaishi. Na unakuta kwamba wakati watu walikuwa wanaleta dhabihu ili waje walete kupatanisha mtu na mwenzake kwa ajili ya dhambi, ilikuwa inakaguliwa na inakuja inachinjwa na inateketezwa, na unakaa na yule anayefanya namna hiyo anawekwa nyororo kwa mguu na anakaa ndani, akienda hapo patakatifu patakatifu ili akinyinyiza ile damu, na kama yeye angekuwa na dhambi angefia huko ndani na angevurutwa tena, avurutwe atupwe nje, maana pale palikuwa paitwa patakatifu pa watakatifu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini Yesu alipolia, Biblia inasema pasia likapasuka, na pale panaitwa patakatifu patakatifu, mahali ambaye Mungu alikuwa anakaa, pakawa wazi. The veil being torn apart is in effect that God had accepted the sacrifice, and now the way was open for sinful man to come to God and be cleansed. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hiyo ndiye maana ya yale Yesu aliyepitia. Lakini mara nyingi tunapitia mambo mengi. Sema mwaka huu umekuwa ni mwaka mgumu, mwaka huu fedha imekuwa ni adimu, mwaka huu shida zimekuwa ni nyingi. Mambo haya yote tunayazungumza, lakini kutoka Wednesday mpaka jana, ili Yesu ahukumiwe na atolewe pale na yule Yusufu wa Arimathea na aende azikwe, yani alizikwa haraka haraka. Maana tuseme kuanzia saa 9, katikati ya saa 9 na saa 12 mwili hauwezi kukaa pale msalabani. Maana ile Alhamisi, siku kama ya jana, ilikuwa ni I-Day, wana prepare kwa ajili ya Pasaka, kwa ajili ya ile inaitwa Sabbath ya kesho. So Yesu hapo Alhamisi, Yesu alipozikwa, wale ambao walikuwa na matumaini ndani ya Yesu, atuelewe walikaa namna gani. Maana hapo sasa nazungumza ni huyu Yesu naye mtegemea, ni huyu Yesu anayeponya, ni huyu Yesu aliyevua Lazaro. Lakini imefika wakati ambaye matumaini yetu yote na kile kitu ambacho tulikuwa tunafikiria tutapata, sasa jana mambo ya Yesu ikawekwa makazi na akachukuliwa na akaenda akawekwa makaburini. Yesu amekaa kaburini, yuko kaburini kama jana, akalala kaburini. Siku kama ya leo Yesu akashinda kaburini na akalala kaburini. Siku ya kesho Yesu akashinda na akalala. Na siku ya Sunday asubuhi saa 11 tukielekea hapo, Yesu akachomoka ndani ya kaburi. Lakini wale walikuwa wanashikilia imani, wale wa mama kama ilivyo desturi, walikuwa wanaenda ili kuweka ile manukato, maana mili sijui ilikuwa inahifadhiwa na mili ilikuwa inatunzwa. Kufika pale waliangalia wakakuta hayupo, lakini zile nguo alifungwa nazo ziko hapo na ziko kichwani, na wakakaa pale wakiwa na nia ama wakiwa na msukumo ndani ya moyo. Ndipo yule malaika akaona hawa sasa vile walivyo na vile wanazidi kukaa hapa, kuna kitu ambayo wanataka kujua. Ndio malaika akatokea
Kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Hayuko, amekuja kufuka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lugha hiyo, kukaa kaburini na mwanamke kumuuliza, nieleze mlipomchukua mumemweka wapi? Yaani ile persistence ya kukaa na kutaka kujua kile Mungu anachokusudia kutenda katika maisha yako. The Bible says, wakati pasia la hekalu lilipopasuka, mahali patakatifu na patakatifu pakawa wazi, mahali Mungu alikuwa anakaa, na njia ya kuendea Mungu ikawa sasa iko wazi. Na mambo hayo yote ilipofanyika, huu ni ukweli wa mambo kwamba Mungu mwenyewe alikuwa amekubaliana na sadaka hiyo ya Yesu msalabani, na alikuwa ameikubali, ndiposa ikapasuka na ikawa sasa kila mmoja anaweza kwenda mahali pale patakatifu pa watakatifu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. This was Christ of the cross, and there is no other way. Jina la Bwana libarikiwe sana. Huyo ambaye alisababisha patakatifu pa watakatifu pakapata kuonekana, ni wakati sasa Yesu mambo yake pale msalabani ilikwisha, akakata roho, na kwa kinywa chake akasema, roho yangu Baba yangu ninaiweka mikononi mwako. Jina la Bwana libarikiwe sana. 46 inasema hivi, Yesu akalia kwa sauti kuu akisema, Baba, mikononi mwako na iweka roho yangu. Jina la Bwana libarikiwe sana. This proclaimed the fact that he did not die of weakness. Actually, they did not take his life. He gave it freely. Jina la Bwana libarikiwe sana. Yaani katika kulia kule Yesu alilia, na ile afya alikuwa na hii sauti alikuwa na ile hiyo sauti ilipofika, hii inamaanisha kwamba Yesu hakika hawakumuua. Yesu alipeana maisha yake free ili na mimi na wewe tukapate kuokolewa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Yohana mtakatifu 10. Yohana mtakatifu 10. Naelekea kumaliza. Yohana mtakatifu 10 mstari wa 17 hadi 18. Yohana mtakatifu mlango ni wa 10, mstari ni wa 17 hadi 18. Hebu sikiliza maandiko haya vile yanavyosema. Tumefika hapo zote? Ndiposa Baba anipenda, kwa sababu na utoa uhai wangu ili ni utwae tena. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Yesu alisema alijua Baba yake alimpenda, maana alimpa uwezo wa kuupeana uhai wake, tena anarudi anautwaa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Verse 18 inasema hivi, hakuna mtu aniondoleaye, mbali mimi na utoa mwenyewe, nami ninao uwezo wa kutoa, nao ninao uwezo wa kutoa tena. Agizo hilo na nilipokea kwa Baba yangu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Yaani agizo hilo Yesu alipokea kwa Baba yake, maana alisema hakuna mtu anayeweza kuniua na hakuna mtu anayeweza kuniangamiza. Mimi agizo nililopata kwa Baba yangu ni kwamba ninaweza nikaupeana uhai wangu, tena nikarudi nikautwaa, wala hapana mtu anayeweza kuondoa uhai wangu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hii inadhihirisha kwamba Yesu hakufa kwa sababu watu walimwenza, kwa sababu Mungu alishindwa. Yesu alikuwa na mtero mkubwa sana na Baba yake,
na akajua watu watamfanyia mambo wakifikiria wanashinda. Ni kama vile watu wanasozana na wewe, wanakufanyia mambo ya kila namna, viaka za kila namna, wanakuvielea, lakini ukweli wa mambo, wokovu uliye ndani yako unayekupatia kuvumilia na kutokulipisha kisasi. Yani wewe unakaa na unaelewa hawa watu hakuna mahali wanakupeleka na hakuna kitu watakacho weza katika maisha yao. Maana Yesu anasema, ndiposa Baba anipenda kwa sababu na utoa uhai wangu ili ni utwae tena. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa wasomaji wa Biblia na kwa wale watu ambaye tunayesoma Biblia, hata kwa kweli katika hiyo hali nyimbo zimekuja kila mama, hata tunazima walipomuua Yesu walidhani wameshinda. Yani katika hali hiyo ni vizuri tuwe na ufahamu, maana Yesu alisema, mimi naliupeana uhai wangu na nikarudi nikautoa, maana agizo hili nilipata kwa Baba yangu. Lakini shetani akadanganya hawa watu, wakaona walipoweka mikono yao juu ya Yesu na wakamuua, hawakujua kama Yesu atafufuka, lakini Yesu alijua atafufuka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hawakujua Yesu atafufuka, lakini Yesu alijua atafufuka. Na hiyo ni kitu ambaye alikuwa anazungumza na Baba yake, na wakawa na MO juu ambaye haiwezi kubadilika, na Yesu akavumilia mateso mengi na akapitia mambo mengi, na Yesu akapeana uhai wake. Na ilifika mpaka Yesu wakati mwingine anataka kuwa mwanadamu, anakaa mwanadamu, maana alikuwa ndani ya mwanadamu. Akaambia Baba, kama kikombe kinaacha kunipita kiondoe. Lakini Yesu anajionya na anajikana, lakini si chaguo langu, lakini mapenzi yako yatendeke. Na mapenzi yako ni yale agizo hilo uliyenipa, kwamba nina uwezo wa kuupeana uhai wangu tena na uwezo wa kuutwaa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Upendo wa Mungu ndio huu juu ya Yesu. Alimpenda kwa sababu aliweza kuumba kupeana uhai wake tena kuutwaa tena. Na mstari wa 10 anasema, hakuna mtu aniondoleaye. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hakuna mtu aniondoleaye, bali mimi na utoa mwenyewe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Yani wokovu huu wa Yesu tulipewa na Yesu, na tunapitia matatizo mengi na shida nyingi, lakini hakuna mtu anayetoa wokovu wako ndani yako. Hakuna mtu anayeweza kupotosha maisha yako ndani ya Yesu, maana wewe vile ulivyokubaliana na Yesu na unajua mahali anakupeleka na tunajua kile anachotusaidia, basi inakuwa ni ngumu sana kutoka katika njia hii. Hakuna mtu aniondoleaye, bali mimi na utoa mwenyewe, nami nina uwezo wa kuutoa, nina uweza wa kuutoa tena. Agizo hilo na nilipokea kwa Baba yangu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Maagizo mengi Yesu ametuagiza ndani ya neno. Kwa mapigo yake tulipona, kwa mapigo yake tunapona, na kwa mapigo yake tutapona. Jina la Bwana libarikiwe sana. So wakati unapopitia katika mambo magumu na mambo mazito, agizo lako kwa Mungu ni mimi Mungu niliyekusamehe, na ni mimi Mungu nikuponya. Jina la Bwana libarikiwe sana. So haijalishi tunapitia mambo ya aina gani, kile Yesu anachopitia na kile alichopitia kutoka kaburini, akalala kaburini siku ya Kiyama, ikiwa ni siku ya kwanza. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na leo sasa Yesu bado, na watu wa kushangilia wanashangilia, lakini Yesu alisema mambo hayo yote aliyatenda ili sisi tupate kujua yeye ni nani. Yesu anasema, ninao uwezo wa kupeana uhai wangu na niko una uwezo wa kuutwaa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nenda nami kitabu cha Waebrania 9. Waebrania 9. Waebrania 9. Ili tupate neno la Mungu libate kututhibitishia Yesu hakufa kwa sababu
watu walikuwa wamemdunga mikuki, watu wamekuwa hebu tuone Waebrania Mungu amesema nini katika kitabu cha Waebrania 9. Waebrania 9 na mstari wa 14. Bwana asifiwe. Which means that Yesu mwenyewe he offered himself. Kwa hiyo wakati kama huu wa Pasaka ni wakati wa kila mmoja kuendelea kujua, hata kama unapitia mambo ya namna gani, hata kama ni shida gani shetani ameisukuma, hata kama ni lugha gani inayopita masikioni mwako, kitu cha kwamba wakati unakaa kama una respond mambo ambayo ni negative inayokuja, inasababisha wewe kuendelea kurudi nyuma na kutojua kama siku ya Jumapili kuna kitu ambacho kitatendeka. Jina la Bwana barikiwe sana. Kwa sababu ukweli wa mambo, Yesu alipozikwa akakaa kaburini siku ya kwanza, na mpaka sasa ikiwa ni siku ya Ijumaa, na mpaka kesho, katika hizo siku zote sasa Yesu yupo, ni watu wachache, na utakubaliana nami kipindi kile uliokoka, kwa sababu jinsi mnapokutana na kuingiliana na yale mambo mlikuwa mnafanya in common, walijua kwamba hakuna vile unaweza kukaa bila mchango wao na bila msaada wao. Lakini wiki ya kwanza, wiki ya pili, mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, na mpaka sasa unasikia watu wanasema nalipokea Yesu miaka 5 iliyopita, na nilipokea Yesu miaka 10 iliyopita, na katika hayo yote. So kipindi kile Yesu alipokufa, mioyo ya watu wengi, hasa wale walikuwa wanamfuata, maana Biblia inasema wakati alipokamatwa na akaletwa mbele ya Pilato, wale wanafunzi wote na kile kikundi cha kikosi wote walimwacha. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na Yesu akaendelea kupigana, na Yesu anatupigania, na Yesu anaendelea kututetea. Wapendwa wangu, Pasaka hii singependa tukisherekea kama labda umejaliwa kukuwa na chochote kile, furahia na kufurahisha mwili huu. Lakini ujue wakati inapofika na unaanza kupitia mambo isiyo ya kawaida, je, usimamo wako katika neno la Mungu unakaaje? Usimamo wangu katika neno la Mungu unakaaje? Maana wakati unapopitia mambo isiyo ya kawaida, wakati mambo inakuwa ni giza, unapotazama unaona giza kama ile giza ilionekana wakati ule, basi mawazo yako inakuwa namna gani? Tunamalizia na kitabu cha Zaburi 22. Zaburi 22. Zaburi 22, hapo ndipo tunapomalizia. Zaburi mara nyingi niwaambia kitabu cha Zaburi huwa kinazungumza habari ya Yesu, kwa sababu mlango wa kwanza unasema ni heri mtu asiyekwenda wala asiyekaa na mtu huyu ni Yesu peke yake. Hebu sikiliza Zaburi hii ya 22 na mstari wa kwanza, tasoma mistari michache. Daudi anasema hivi, akiimba Zaburi hii, yale maneno kutoka ndani ya kinywa cha Yesu: Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mbona umbali na wokovu wangu na maneno ya kuugua kwangu? Mungu wangu, nalia mchana lakini ujibu, na wakati wa usiku lakini sipati raha. Na wewe mtakatifu, uketie juu ya sifa za Israeli. Baba zetu walikutumainia wewe, walikutumainia na wewe ukawaokoa. Walikulilia wewe, wakaokoka. Walikutumainia wasiaibike. Lakini mimi ni mdudu wala si mtu, laumu ya wanadamu na mzaa wa watu wote, wote wanioneao
unicheka sana, unifyonza wakitikiza vichwa vao. Usema umtegemee Bwana na amponye na amuokoe sasa, maana amependezwa naye. Naam, wewe ndiye uliyenitoa tumboni, ulitumainisha matitini mwa mama yangu. Kwako nalitupwa tangu tumboni, toka tumboni mwa mama yangu ndiwe Mungu wangu. Usiwe mbali nami, maana taabu ikaribu, kwa maana hakuna msaidizi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mambo kama haya, shida kama hizo, matatizo kama haya, wakati watu unayowajua na watu wanayokuelewa wanatingiza vichwa vao na kukufielea na kusema ulikuwa umejifanya umeokoka na kusema ulimtegemea Mungu, yaani haya mambo yote ni sawasawa na yale Yesu alikuwa akipitia. Asema, baba yangu, mbona umeniacha? Lakini ni kwa sababu Mungu asikie mwanaye Yesu akiwa na uchungu kama huo na aufiche uso wake. Ni kwa sababu kama Mungu angekuwa na huruma zile zinakuanga na wazazi, pengine mimi na wewe mambo ya wokovu hatungeweza kuona na macho. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini Mungu alioficha uso wake, na Yesu akapitia kipindi kigumu, masaa 3 akapitia kipindi kigumu, maana hakukuwa na njia ingine iwayo yoyote ya mimi na wewe kuupokea wokovu tulio nao. Jina la Bwana libarikiwe sana. Watu walichinja kondoo, walichinja mbuzi, walichinja wanyama, lakini dhambi ilikuwa bado inabakia. Mtu anakuja na ile kondoo, anakaguliwa, anateketezwa na anaondoka. Akirudi kijijini anatenda dhambi, na walikuwa wanaleta kondoo as many as walipojikuta na dhambi. Lakini Mungu akaona hapa kuna hitaji suluhisho la mwisho. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ukweli wa mama ni kwamba kulikuwa kujua kwamba Yesu wetu kama ni mateso alipitia. Na Yesu alipambana na mateso mpaka akaimwaga damu. Yesu alipambana na mateso mpaka akaingizwa kaburini. Na Yesu alipambana na kaburi mpaka Biblia inasema Christ is the only man who never enjoyed decay. Yesu hakuoza, amesema hata uache mfupa wa mwenye haki wake upate uharibifu. Yaani Yesu mifupa yake hakuoza kaburini kama vile watu wanavyooza. Na mambo hayo yote ilikuwa inafanyika kwa ajili ya maisha yetu. Wapendo wangu, tunapitia mateso mengi na tunapitia shida nyingi. Hata ukiangalia sasa katika ule wimbo unaendelea dunia nzima, yaani ni wimbo wa corona. Corona isije ikatingisha moyo wako. Corona isije ikayeyusha imani yako. Corona isije ikabadilisha nia yako. Maana ile nia ilikuwa ndani ya Kristo, nia hiyo iko juu yako. Na tukae tukijua hakuna kitu kinachoweza kututenganisha na upendo wa Mungu. Je, ni magonjwa, ni maradhi, ni njaa, ni nini? Tuelewe huyu Yesu alipeana maisha yake. Na alipeana maisha yake ili wewe ukawe unaimba wimbo huo unaoimba, na ukashuhudie vile unavyoshuhudia, na ukazidi kusema Yesu ni Bwana. So tupitie mambo ya aina gani? Wakati wa Pasaka huwa unatufundisha. Tunapopitia mambo kama haya, Yesu alipokamatwa, alipoletwa akahukumiwa, alipowekwa msalabani, alipotoka kaburini na alipofufuka, mambo hayo yote tuelewe. Tunapopitia mambo ya aina gani, hata mengine naona kifo kinanusa, tujue kwamba sisi tutaishi. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sisi tutaishi. Na tuishi ndani ya wokovu huu tukientertain watu,
na hatuishi ndani ya wokovu tukitumbuiza watu. Tunaishi ndani ya wokovu huu maana tunajua malipo yake ni kufunga macho na kufungua, tukingojea hiyo asubuhi kuu inayokuja. Jua linachomoza, lakini si jua hili linachomoza, jua la milele na milele na mwangaza wa milele na milele, mahali hakutakuwa kuna giza, mahali ambapo hakutakuwa kuna makaburi. Maana Yesu mahali alipo hakuwezi kuwa na kaburi, maana Yesu alishinda kaburi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mahali Yesu anatuandalia hakuna matatizo, maana alishinda matatizo katika planet hii. Na mahali Yesu anaendelea kutuandalia ni mahali uovu umefungiwa nje, na hakuna kitu kibaya kitakaweza kuingia mahali hapo. Ubaya na uovu wote tunauona katika planet hii. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na Yesu alitesekea ndani ya planet hii na akashinda mambo mengi na vituko vingi ndani ya planet hii, na ikabidi sasa yeye aende na atuachie Roho Mtakatifu kutulinda tukiwa ndani ya planet hii, tukijua kwamba mahali tunaenda ni mahali ambaye hatutaweza kukutana na shida za dunia hii. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Wale watu walioonyeshwa mahali ambayo wanaenda, moja wapo ni kama Jimmy Reeves, na akapewa wimbo na Mungu, na akajua kabisa this world is not my own, na akaimba akiwa na ujasiri, na akaimba akiwa kabisa anasema ikiwa malaika hawataweza kunifungulia malango, je, nitafanya nini? Jina la Bwana libarikiwe. This world is not my own, I am just passing through. If heaven's not my home, then Lord, what shall I do? The angels beckon me from the heaven open door, and I can't feel at home in this world anymore. Ni lazima kutendeke kitu katika maisha yako, na uelewe katika ulimwengu huu Mwokozi wako Yesu aliteseka, Mwokozi wako Yesu alipigwa, Mwokozi wako Yesu alichibuliwa na akashinda mambo yale yote, na yale tutayapitia. Hakika Mungu wetu atatushindania. Pasaka huwa inatufundisha yale mateso ya Yesu alipitia, na yale mateso ninayopitia unapitia. Je, mateso hatu tunayashinda? Inapasa tuyashinde, maana Yesu aliyashinda, na huko ndiko kushinda, kushindako majaribu na ulimwengu imani uliye nayo. Bwana Yesu asifiwe.